utukufu wako. Tumepungukiwa na utukufu wako. Tumepungukiwa na msaada wako. Tumepungukiwa na uvurisho wako. Tumepungukiwa na msaada wako. Tumepungukiwa na baraka zako. Tumepungukiwa na uchache wa ibada. Ndani ya mji huu, ndani ya mji huu, ndani ya mji huu, ndani ya mji huu, tunaomba tusamehe, tunaomba turehemu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ututakase. Uangalie na watu upoamuka, uangalie na watu upoamuka, na kutusimamisha, na kutuinua tena, ili tupate kusimama kwenye zamu yetu, kama Petro, kama Petro, kama Petro, ili tukujue, tukutumikie katika upya maisha yetu, kwa uaminifu, kila mtu kwenye zamu yake, kila mtu sasa na wito wake, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, tusinyonge tena, tusinyonge kama kanisa, kama makuhani, kama walinzi wa mji, kama walinzi wa taifa, kwa jina la Yesu, tusinyonge kwa upya, kwa upya, kwa upya, kwa upya, utusimamishe kwenye moyo wa ibada, utusimamishe kama kanisa lako ambalo milango ya kuzimu haitalishinda, haitalishinda. Tusimamishe kama Petro, kama Petro, juu ya mwamba wako, juu ya mwamba wako, kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya wilaya, kwa ajili ya maeneo tunayotoka, kwa ajili ya makanisa yetu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, tunalilia taifa, taifa la Tanzania, mwaka wa uchaguzi, mwaka wa uchaguzi, mwaka yake akitawala, mwaka yake kuna amuru. Hana hiyo hamna, sikia huo msukumo, naomba kusamehe, lakini mpe nafasi nyingine tena, mpe nafasi nyingine tena, mpe nafasi nyingine tena, katika jina la Yesu Kristo. Mpe nafasi nyingine hata kama ibada haijaisha. Mungu katika damu ya Yesu, sema naye. Roho Mtakatifu, sema naye, sema naye kwa ndani kabisa. Mwambie Bwana, katika damu ya Yesu unamhitaji, unamhitaji katika damu ya Yesu Kristo, unamhitaji upate apotee, maana ulikufa kwa ajili yetu tusije tukapotea, ili tuje tuwe na uzima milele. Asante kwa ajili ya watoto wako, asante kwa ajili ya wito huu. Neema yako ifunuliwe kwao, na ile naomba neema ya msalaba ifunuliwe kwa kanisa lako la Namtumbo. Tuondolee moyo wa jiwe, tupe moyo wa nyama katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakata nira katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Nira zozote tulizofungua zinazotufanya moyo wetu uwe mgumu, kwa uwezo wa damu ya Yesu Kristo tunazivunja hizo nira na kuzivunja na kuziharibu kwa damu ya Yesu, na katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa ukuu wako, sifa na heshima ni za kwako. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, wote tuseme amen. Amen. Mungu akubariki sana. Barikiwe mtumishi wa Bwana. Naomba kanisa tuketi. Naomba niruhusu ratiba yako, kiongozi wa ibada. Kuna ratiba moja, kiongozi wa ibada ananiambia hiyo ratiba iliruka. Karibu kwa hiyo ratiba. Nataka tuanze kuhubiri machache ambayo Bwana amenipa. Sasa kabla sijaendelea, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Basi wakati ni walio praise pale walipo pale watatupa Bye.
Mpeni kama kuna zamu mliwekea
Sitaki tuwaze mioyo ya watu. Okay.
Inua ufalme wako juu ya viti vya enzi, viti vya enzi, viti vya enzi. Inua ufalme wa Jehova, inua ufalme wake, inua nguvu zake, inua nguvu zake. Endelea kuminua tu, endelea kuminua tu, endelea kuminua tu, endelea kuminua tu. Inua tu peke yake, usiache hata kwa machozi. Wengine wanasikia kutetemeka. Endelea, endelea, endelea. Kwa uaminifu sana, sana, sana. Mwambie Yesu umeinuliwa, 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 umeinuliwa. Sio saa ya maombi, ni saa ya kumwinua Bwana tu, ni saa ya kumwadhimisha tu. Mfalme mwema, mfalme mwema juu ya maisha yangu, kwenye hii madhabahu, juu ya Tanzania, juu ya Afrika, juu ya dunia. Yesu umeinuliwa, Tanzania umeinuliwa, Nakuru umeinuliwa, Ruvuma umeinuliwa, Songea umeinuliwa. Mipaka ya nchi inakujua wewe, dunia inakujua wewe, mataifa yanakujua wewe, hata Amerika wanakujua wewe, kila mahali wanakujua. Makerubi, maserasi, wenye uhai, masaa 24 wanajua ya kwamba wewe ni mfalme, ya kwamba wewe ni mfalme. Hata sisi Bwana, nyenyekea, nyenyekea, endelea kumwadhimisha, endelea kumwadhimisha. Ukiweza kushuka magotini pa Bwana, endelea tu kumwadhimisha. Usiombe ombi lolote, wewe mtukuze tu Bwana, mwadhimisha tu Bwana, mwadhimisha tu Bwana, mwadhimisha tu Bwana. Yeye peke yake, peke yake, peke yake. Utukufu wake hatafanana na mwingine, hatafanikiwa na mwingine. Tuakupa endelea kumwadhimisha. Bila tunamwambia tunakupa utukufu. Yesu, wewe mfalme, mfalme, mfalme. Yes, ndio. Heshima Yesu. Yes. Wao ni Mungu umeinuliwa, umetukuka.
moja kati ya hizo mbili, zile nyeupe, moja kati ya hizo. Pigia tena Yesu makofi na vigelegele. Haleluya, haleluya. Tunakupa heshima. Iwe ni kwa sifa Yesu wangu, ninaomba dhihirika ndani yao Bwana Yesu. Maana ya Bwana tuko hapa mfalme. Tunayo maombi. Tunapokuletea ibada hii Mungu, ninaona mioyo ya watu wako wakiwa wamepatanishwa, wameungamanishwa, familia, nyumba zao, wazao wao, watoto wako na hata mimi mtumishi wako. Ninaungamanisha makuhani wako, maaskofu, wachungaji, mitume, manabii, Bwana wainjilisti, mashemasi, Bwana rais wa nchi tunamleta kwako. Taifa hili Tanzania tunalileta kwako. Bara hili Afrika Yesu nalileta kwako. Wilaya hii na Mpimbo Yesu nalileta kwako. Mkuu wa wilaya, mamlaka zote, vyombo vya dola na kila namna ambayo Mungu inafanya tukae salama tukuabudu wewe. Yesu, mkono wa neema uinuliwe kwa ajili yao. Baba, kutana na kila moja majira haya. Kutana na moyo wa kila moja majira haya Yesu. Najua jambo hili limekuwa ushuhuda mbinguni, limekuwa ushuhuda duniani, limeandikwa katika vitabu vya kumbukumbu za kiroho na za kimwili pia Bwana. Ninaomba Baba katika jina la Yesu, kila mmoja aliyekuwa hapa kukuabudu, ninaomba Yesu kutana na yeye ndani yake. Hata tukiwa tumemimina, naomba simama juu tuombe kwa ajili ya kidato cha 6. Nasikia hiyo roho inaniambia tuombe. Hata kama una mtoto kwa kidato cha 6, omba kwa ajili ya hao watoto wako, watapata neema. Unapoomba kwa ajili ya maisha wengine, wewe pia unapata neema. Hebu nenda mbele za Mungu, nenda mbele za Mungu. Na ninyi mnaopiga, endeleeni kupiga, hiyo ni sawa kabisa. Sasa mmejipata vizuri. Baba mwema, katika jina la Yesu, taifa hili la Tanzania tunacho kidato cha 6, wataingia kwenye mitihani yao ya Bwana Yesu. Tunawaleta kwako Baba. Tunainua ya maombi. Tunajua ziko nguvu za adui shetani. Tunajua yako majeshi ya pepo wabaya. Tunajua ziko madhabahu. Tunajua iko Mungu isiyotamani kuona watoto wetu wanaishi kwa amani, wanakuwa na furaha, wanafanikiwa, wanabarikiwa. Lakini tunakiri ya kwamba uko Mungu unayetupatia neema. Ninaomba Bwana kwa ajili ya taifa hili la Tanzania. Baba, lifunike kwa damu ya Yesu. Tanzania bara na Tanzania visiwani. Tanzania bara na Tanzania visiwani. Tunaangusha madhabahu zote za Mungu. Tunaangusha roho za giza. Tunaangusha chochote kinachoinuka kinyume na wewe Yesu. Bali Bwana, nainua neema yako Yesu, malango yakawe baraka. Tunajua ziko nafasi za kazi za jeshi, askari. Najua wametuma barua, application. Kama kuna watu wamefanya hivyo, naomba waje mbele hapo. Ukiwemo wewe cameraman, kuja mbele. Yeyote aliyefanya application, si mnaita application, mtajua wenyewe. Lakini ninachojua waliotuma hizo barua, naomba uje hapa. Kama kuna ndugu yako pia amefanya hivyo, kuna nafasi za jeshi, nafasi za polisi. Tumekuwa nikiomba na watu hao kuanzia wiki iliyopita. Kama wapo, naomba uje huko mbele tafadhali. Kama kuna ndugu yako amefanya hivyo pia, au sijaeleweka. Nasema kunazo nafasi za serikali zimetolewa. Kama kuna watu, ndugu yako, rafiki yako ametuma maombi, naomba mje hapa mbele. Nataka niombe na hao watu. Au ni wewe mwenyewe, naomba uje hapa mbele. Wote nitakaweka mikono yangu juu yao na kuomba na wao. Mungu atafanya kitu kwa ajili yao. Yesu, nainua mikono yangu kwa ajili ya hawa watumishi wako. Naomba mpige magoti kwenye hii madhabahu. Alafu mwambie Yesu, mimi ninajiungamanisha na madhabahu yako. Naamini kabisa unanipa neema kwa nafasi nyingine. Omba hilo ombi kwa mzigo wa ndani kabisa. Najua Mungu anaenda kufanya. Nimekuwa na hayo maombi wiki 2, nikiombea hizo nafasi, nikiombea watu waliofanya interview mbalimbali, watakaofanya. Wengine wametuma maombi. Yesu Kristo,
vile ulivyowachagua wengine ukawapa nafasi. Roho Mtakatifu, naomba nguvu zako ziwe ndani yao hawa. Roho Mtakatifu, achilia kufanikiwa kwao. Achilia kufanikiwa kwao ndani yao. Achilia kubarikiwa kwao ndani yao. Ikiwa ni wao au watoto wao Bwana. Ninajua wengine watafanya baada ya hapa. Na wengine walinipa jana kuomba na wao. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hata aliyeko nyumbani na amefanya hivyo, Bwana Yesu, ninaachilia neema juu yao. Na maombi ya namna yoyote ambayo yameinuliwa ya Yesu, ninaomba nguvu zako zikatende katika jina la Yesu Kristo. Wachungaji ndio wawekea mikono hawa, na watumishi wa Mungu mlioko madhabahuni wawekea mikono hawa, tunawaombea. Baba, katika jina la Yesu tunalithibitisha neno lako na kulitimiliza yale yasiyowezekana kwa mikono ya wanadamu. Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, yakatendeke kwa damu ya mwana kondoo aliye hai. Yamkini Bwana pana watu wanaosimama na wao, lakini hao Bwana wametumainia jina lako. Baba, ninaachilia nguvu ya neema juu yao. Mungu wa rehema, kwa ajili yao na kwa ajili ya vijana wao, na yoyote aliyesimama kwa nafasi hiyo Yesu, Mungu zikaachilie neema juu yao, ya maombi yao yakakubaliwe kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu nazisikia na kuachilia maombi katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Walikufananisha na Musa, walikufananisha na Elia. Hamna maiki. Mimi leo sina sauti ya kuimba. Barikiwe. Mnakipa maiki wa mbaji. Walikufananisha na Musa, walikufananisha na Elia. Kumbe okay, katini, naona waimbaji hiyo imewakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Naomba uketi. Yale maombi naomba yaje hapa pia. Yaani mimi ndo naendelea hivyo. Hayo mwambia nimemaliza ibada, uje ibada nimemaliza. Yako wapi yale maombi? Hakuna wa kufanana na Yesu. Kama yako madhabahuni baba. Hakuna kabisa. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana na Baba. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana na Baba. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna kabisa. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna kabisa. Hakuna wa kufanana naye. Anaweza Yesu. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na Baba. Hakuna kabisa. Hakuna tena, hakuna pote. Anaweza Yesu. Fungua kitabu cha Mathayo sura ya 11. Kama una maiki tofauti basi inaweza switch off. Bwana Yesu asifiwe. Laini hii ni yepi? Laini hii ni yepi? Okay. Hakuna wa kufanana. Mathayo sura ile ya 11 mstari wa 28. Naomba mtu mmoja awe na Biblia kwa haraka, tuende pamoja. Wangapi kule nyuma wanasema mchungaji bado tuko hai? Tupongeane mikono kidogo, si nikajipa muda wa kutosha hapa, kumbe kuna watu wameshakata tamaa, wamechoka. Bwana asifiwe. Unajua nikwambie, hakuna kitu kizuri kama kukaa nyumbani mwa Bwana. Na ndio sababu tuliomba usiku na mchana, tukamwambia Mungu atupe mkesha kama huu. Mkesha wa mchana. Kukesha manake ni kuacha vyote, kukaa mahali pamoja kwa ajili ya Bwana, sio kutokulala tu usingizi.
Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 mpaka ule mstari wa 29. Kama kuna mtu amenionea hapo na asome. Maandiko ya Bwana yanasema, maneno ya Mungu yanasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nila yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Bwana Yesu asifiwe. Njoni kwangu. Yaani naisikia mimi na sauti nzito sana. Kwa hiyo hiki kisauti nakisikia hapa ni kama cha mwinjilisti tu. Kwa hiyo napata shida, nakosa uhuru wa kuhubiri. Yes. Yaani kuna kelele nazisikia leo kwenye vyombo, mnafeli sana. Na mnanitoa kwenye uwepo. Yes, bado nasikia kelele tu. Yes. Yeah. Kidogo mnanipata. Mimi najua sauti yangu iko ni kama simba tu. Na kama tunapishana na simba ni kidogo sana. Bwana Yesu asifiwe. Tena jaribu tena. Yes. Yaani ukiniumiza kwenye sauti mimi nakosa uhuru, siwezi kutesa sauti yangu na inatumika na watu wengi. Amen. Kanisa Bwana asifiwe. Jamani mnaotufuatilia huko, pole kama tunawakwaza mnaotufuatilia kwa mitandao, ni lazima tuwe vizuri ili tuendelee kuwahudumia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bado mkishinda huko na seti kwenye korai za hapo. Sio lazima mcheze na hapo tu. Naweza kucheza na hizo korai za pia. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba mnivumilie tu, si ndio ili tuende tumalize ibada. Lakini kwenye vyombo leo kumefeli. Yaani najikuta mbona ni afadhali vile ninavyotumiaga hii ikiwa peke yake. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, ninakushukuru Mungu kwa ajili ya neema na kibali ulichoachilia. Roho Mtakatifu umeinuliwa, Yesu Kristo umeinuliwa, Mungu uliye hai umeabudiwa. Sifa hizi ni zako, ibada hii ni yako. Maombi haya tu Yesu tunaleta kwako. Najua Mungu wengine kadha wa kadha wanaabudu nasi ibada hii wakiwa mbali na mahali hapa. Yesu Kristo ninaomba onekana kwa kila mmoja Bwana. Damu yako tu Yesu Kristo Mwokozi wetu uliye hai, iachilie mafuta ya neema na upatanisho ndani yao. Nianza kutengeneza muunganiko wako, ni kuanza kutengeneza upatanisho wako katika ulimwengu wa roho. Kwenye yale mambo tunayoyaombea, tuliangalia kitabu cha Waefeso sura ya kwanza mstari ule wa 3, tukasema ya kwamba atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Sikiliza niwaambie, kuna watu hapa ninahubiri ndani yangu roho wa Bwana ananiambia mawazo yako hayako hapa. Wala sikuwa nimekuangalia, ila wakati naongea ile neno Bwana ananiambia kuna watu mawazo yako hayako hapa. Na kurejesha kwa jina la Yesu. Amina. Unaweza ukaanza vizuri ukamaliza vibaya, na ukawa umepata hasara ya wakati wote. Bwana Yesu asifiwe. Umeandika maombi, umeweka maombi, na kuna mambo tunataka tuingie nayo kwenye maombi. Kipengele peke yake kitakusaidia kwenda kufunguliwa kwenye hilo eneo au kuvuka kwenye hilo eneo ni hii nafasi ya kwenda kwenye maombi. Zingatia hilo. Bwana Yesu asifiwe. Na wala mimi leo siko hapa kuhubiri mkutano wa injili. No. Siko hapa kuhubiri watu waokoke waende mbinguni. No. Niko hapa kwa sababu ya roho ya maombi ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mambo ambayo natamani kwa ibada hii, na saa hii tunapoomba Mungu akaachilie neema, akaachilie hema la uvuli ndani yako, akaachilie nguvu ya neema ndani yako katika ulimwengu wa roho. Kuna namna, kuna mahali ulikuwa hauchomoki. Kuna namna, kuna mahali ulikuwa umekaa hapo unaona
Sijui na kwa nini huku muziki hampigi tena. Nataka mbingu saa zikasikie tunapojiandaa kwa ajili ya kuomba. Manake tunatengeneza upatanisho, lakini maneno yako hayawezi kawa ndio sababu ya Mungu kutendea, lakini namna ambavyo umeelewa mambo kuhusu ulimwengu wa roho ndivyo ambavyo unaenda kuvuka kwenye ile eneo la maombi unayoomba. Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Bwana. Hata wale wako imani, Bwana Yesu asifiwe pamoja nasi. Kanisa la Bwana, haleluya. Ngoja nikwambie jambo. Fungua kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 6. Wastahili wewe Bwana, wastahili wewe. Fungua kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 6. Wastahili wewe Bwana kupokea. Amen. Naona wanaosoma pia wanachelewa. Muda wangu ni mchache sana. Mstari wa 6 Biblia inasema hivi. Ngoja tuanze mstari wa 5. Biblia inasema hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa. Kwa sababu ya nini? Makosa. Kwa sababu ya makosa tukafanyika kuwa wafu. Okay. Biblia inasema kwa sababu ya makosa yetu alituhuisha pamoja na Kristo. Sema mimi ninahuishwa. Mimi nimehuishwa. Mmeokolewa kwa neema. Mstari wa 6. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu. Shida yako ya maisha haijaanzia kwenye maisha ya kimwili. Nilikuwa naongea na rafiki yangu, huyu kameramani na DJ mmoja, anaitwa DJ nani rafiki yangu? Yule bwana anaitwa nani? Jackie. DJ Jackie, wanamtuma anamjua huita DJ Jackie. Nikamwambia, "Ngoja mimi ni mchungaji kijana. Kwa hiyo lazima niende na wakati wangu. Kwa hiyo na mimi naongea na vijana." Nikamwambia, maisha yako mwanadamu ili ufike, ufanikiwe, yanaamliwa na kitu kinaitwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Na hata wao walioko hapa na wengine wasiokuwepo hapa, kinachoshikilia maisha yako kwenye ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kimwili kinaleta maamuzi ni madhabahu. Na ndio sababu leo yeyote unayemwona wewe kafanikiwa kwenye maisha, kuna njia moja tu amechagua kati ya mbili. Aidha ni madhabahu ya shetani au madhabahu ya nani? Ya Mungu. Kwa sababu maisha ya mwanadamu, hatua yake yoyote anayokanyaga yanaamliwa na ulimwengu wake wa roho. Haleluya, kanisa la Bwana. Usianze kuhangaika, kwa nini sisogei? Kwa nini sifanikiwi? Kwa nini siendelee? Kwa nini kuna mambo yamezuiliwa? Kwa nini kila ninapojaribu ninashindwa? Anza kuangalia network yako kiroho inaongea nini. Amen. Haleluya. Kule nyuma, haleluya. Usikae tu kanisani. Usikae tu unang'ang'ana na jambo kila siku. Hivyo unajaribu. Hata kwenye ndoa, hata kwenye familia, hata kwenye kazi, hata maofisini. Maisha yako yanaamliwa na ulimwengu wako wa kiroho. Biblia inasema akatuhuisha, akatufufua pamoja na Kristo, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Efeso 1 mstari wa 3 anasemaje? Aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni ndani ya nani? Ya Yesu Kristo, katika ulimwengu wa roho. Maana yake anazungumzia kinachokuja kuleta maamuzi ya maisha yako. Sio bidii peke yake ulionayo, ni hali yako ya kiroho imekaaje. Amina. Na watu wananielewa? Amina. Kanisa la Bwana, kuna watu wananielewa? Nadhani saa hizi unaanza kwenda pamoja na mimi. Haleluya, haleluya. Kinacholeta matokeo, Doris, nafikiri mwanangu nilikaa nawe nikakwambia, Doris una kipawa kikubwa, lakini network ya kusogea mbele inategemea madhabahu.
Sasa sizungumzi madhabahu ya dhehebu, no. Haleluya, kanisa la Bwana. Hata mimi ni mchungaji wa kanisa Anglican. Kwanza nafanana na kila mchungaji. Hata vision yetu haifanani. Maono yangu mimi popote utakaponipeleka, nitapangua maono ya kanisa lako, nitaweka maono yangu. Kwa sababu baba wa kanisa sio dhehebu Anglikana. Baba wa kanisa ni mimi, mchungaji wa hiyo madhabahu hapo mahali. Kwa hiyo hali ya kiroho ya watu wa hapo ndio itakayoamua maisha yao ya kimwili. Kama madhabahu wanayoabudu, madhabahu hiyo kiroho imepigwa, madhabahu hiyo kiroho haina nguvu, hao watu hata kama watafanya bidii kiasi gani watakuwa watumwa wa kutumikishwa na madhabahu za miungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mbona watu hawasemi amina nzuri hapa? Unaweza kujitafuta. Unaweza ukawa mchungaji kama mimi. Unaweza ukawa mhubiri. Unaweza ukawa mfanyabiashara. Hao rafiki zangu nilipokuwa nazungumza nao, nikawaambia unaweza ukawa DJ mzuri. Okay, napenda kutoaga mifano hata duniani pia. Kila mmoja ni DJ, lakini kuna kajamaa kanaitwa Misomisomi. Kamechomoka chwa. Alafu watu wanasema huyu ametoachaje, mwenyewe hakuweza umepigaje. Bwana Yesu asifiwe. Kilicholeta maamuzi, usizani amechomoka tu, no. Kuna madhabahu iliyomfanya kusogea. Na ndio sababu leo nikawaambia hawa, unaweza ukawa na kitu ndani yako na watu wakakwambia wewe jamaa una nyota, wewe jamaa una kitu, watoto wako wana kitu, lakini ukajiuliza mbona hicho kitu sio kitu kwenye maisha yangu? Amina. Unaweza ukawa, mimi nilikuwa nikiomba sana kwenye maisha yangu. Nikawa najiuliza kwa nini wadada wengi wazuri hawaolewani? Wewe fuatilia tu, hata kama una marafiki wale ambao ni wazuri, yani ukiona tu wewe kama una macho mazuri, unasikia uliko unaenda huko, ghafla unaenda huko. Wengi. Mmoja ni mshirika wangu hapa. Ni kijana handsome mzuri kabisa, inawezekana hata mimi kanizidi. Bonchi inasoma vizuri na ni kijana mzuri, ana kazi nzuri. Nilipomtazama nikamwambia katibu anaweza akatoa ushuhuda, nikamwambia huyu tumuombee sana, atapata shida sana kuoa. Hata yeye nilipopata muda nikamwambia wewe inabidi nikuombee, na nikamuuliza una utaratibu wa kuoa? Unaweza ukajiuliza mchungaji, somo lako linamaanisha nini? Bwana Yesu asifiwe. Ninachokimaanisha hiki, kila nyota iliyo njema inapoanza kuchomoza, madhabahu mbili zinagombania hiyo nyota. Amina. Hebu nielewe vizuri. Yeyote uliye na kitu, na ndio maana ni rahisi leo kumkuta mtu ukikaa naye hivi ana mipango kumzidi Mama Samia. Natamani nifungue saluni, natamani nijenge, natamani niwe na duka. Yaani mimi nakwambia baada ya miezi mitatu nitakuwa nimefanya moja, nimefanya mbili, Unanielewa vizuri mtumishi wa Mungu leo hapa? Najua hata wewe hii inakugusa. Amina, kanisa la Bwana. Ina maono makubwa. Sikiliza George, hauwezi kupanga jambo kama hujaona kwenye ulimwengu wa roho. Ukiona jambo linakutesa kwenye mawazo, maana yake hiyo ndio maisha yako halisi kwenye ulimwengu wako wa roho. Ukiona mtu amejenga nyumba kibanda, akili yake imekomea kwenye kibanda. Ndio maana mimi kwanza sitaki ukana waumini ambao wana mawazo ya kimaskini. Nataka kununua gari, asema amen mpaka nitakufa, siwezi kununua gari. Huyo mbuzi asikae kanisani kwetu. Usikasirike nimeongea lugha mbaya ya mtaani. Ninamaanisha hivi, uwezo wako wa kuona kiroho ndio unayekuja kuamua maisha yako kimwili. Nampendaga huyu mwanangu, ana maneno magumu hata wakati ambao ni yani ambao ni ule wakati ambao huwezi kutegemea kwamba unavuka, alafu anakuambia pastor mimi najua. Na ukiangalia kama mwanangu ule boss, kwa jina la Yesu aliye. Huyu mwana mimi namtabiria kwa jina la Yesu. Maadui watainuka wapigane na wewe, hawatakushinda. Wakikuzuia kwenye njia hii, utavuka kwa njia nyingine kwa jina la Yesu aliye. Napenda watu ambao anaona
hapa wanielewe jamani, kwa jina la Yesu aliye hai. Na ndio maana nilikuwa yaani nilipokuwa naona mitambo ikae sawa sawa, ilikuwa inanikwaza kwa sababu nilikuwa kuna matini ya watu waenda wafikia vizuri. Amina. Mimi nikupe ushuhuda mdogo. Yaani nilipoanza kuhisi nitakuwa mchungaji mwenye nguvu, nilianza kubadilisha mpaka mpoko wa mavazi. Hata kasuruali kamoja nilikuwa napiga pasi kokole asubuhi, Jumatatu nikitoka hapa hata sina 100 napiga tai vizuri. Siku hizi kangu siku moja niliza mbona uvai tai? Zilikuwa ni nyakati za maandalizi. Haja nisingevaa tai hata nisingekupata. Bwana Yesu asifiwe. Unapojiona fulani, anza kujitengeneza, anza kuishi vile unavyojiona. Kabla hujafika hapo, usikubali maono yako yafe kabla hayajatimia kwa jina la Yesu. Leo tuko hapa kurejesha mambo yote ya ulimwengu wa roho yaliyokuwa yamekufa yapate kuhuishwa tena kwa jina la Yesu. Na watu wananielewa? Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Na mtumbo hatuwezi kusogea mpaka ulimwengu wa roho umeamua mambo sawa sawa. Tunaona sawa sawa. Na Bwana nitazama sana. Na wewe ubarikiwe basi kwa jina. Nipe hata mkono, barikiwe kwa jina lake. Inawezekana unawaza kuwa tajiri, alafu unaanza kusema mbona nimeshazeeka. Haujazeeka kwa jina la Yesu aliye hai. Anza kuona vitamkwa. Na uzuri yake anaendana na somo ambalo ninaenda nalo. Kuna watu hapa hawaishi maisha yao kwa sababu ya shetani, no. Kwa sababu ya aina ya matamko waliojitamkia. Hiyo sauti nikawa naisikia inanipigia kelele. Kuna watu walijitamkia wenyewe. Niliwahi mwambia huyu, nyakati fulani tulikuwa tunagombana, sio tu kugombana mpaka kupigana tutu. Miaka ya huko nyuma tutu. Anatamka lazima tarudi, na mimi naambia utaendaga tu. Ili tutesa hiyo roho mpaka siku mimi nilipopata akili nikasema hapa achiki mtu, nikaonaga hiyo vita imeisha. Yeye anaweza kukumbuka vizuri. Lakini kule mwanzoni kila mmoja alikuwa anasema tukigombana kidogo nitarudi kwetu, na mimi naambia nenda tu, dawa mje, nenda tu. Roho ya taraka haikutuacha. Kumbe kilichokuwa kinafuatiliwa ni matamko. Hebu mwambie jirani yako, chunga matamko ya kinywa chako. Bwana Yesu asifiwe. Wengi sana mama kinachowatesa matamko. Na hiyo maombi nataka utayaongoza hapa. Kufuta laana za maneno tuliojinenea. Wengine walinena ninaona lakini sitaweza. Nataka yote tufute kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Kwa hiyo unaweza ukawa unaona mambo, usizani unapoona mambo na unaanza kuwa na mipango nayo. Ni jambo la kawaida. Ukianza kujiona mzuri, amini wewe ni mzuri. Amina. Mbona nataka niongee? Mtu mmoja jana sasa mama anaweza kukasirika. Lakini kuna mtu mmoja samani, jana nikamwambia wewe ni mzuri, hebu ufanye maombi marefu. Akacheka akasema pastor ni leo umeamua kunienjoy kweli. Nikamwambia najua umeshtuka sababu aliyeongea ni mchungaji. Lakini ndani yangu nimesikia Mungu ananiambia nikwambie uombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukianza kujiona kwamba mimi ni mtu aina fulani, anza kuishi kwa sababu ulimwengu wa roho ndio unakupa macho ya kuona. Haleluya kanisa la Bwana. Leo sioni haya kutoa ushuhuda wa maisha yao. Amina. Amina. Tunaipita kwenye pito alitamani ajiue. Huyu anaweza akashuhudia. Na swali tamani, hivi ulitamani au ulifanya jaribio? Hebu sema, ni ushuhuda. Kuna watu hapa wanasaidika. Nipo kwenye kuhubiri. Alifanya jaribio bila mimi kujua. Lakini tukiwa kwenye mapito, sioni watu wanainuka. Mapito. Hebu niende yako mapito. Ukiona maisha yako yana mapito makubwa, ujue kuna hatima kubwa mbele yako. Narudia tena. Ukiona unapita kwenye kikombe cha mateso, ng'ang'ana na hilo jambo kwa sababu mbele kuna hatima kubwa. Amen. Ayaya, Yesu nisaidie. Ndio maana natamani nikushuhudia hata huyu alijaribu kujiua yeye na akajaribu kuua na mtoto akiwa amembeba tumboni mwake. Lakini kwa sababu hili baba lilikamatika na maisha fulani. Ndio maana
kuna watu hapa nikiwahubiri, afu unakuta mtu amekata tamaa kirahisi rahisi, na mtizama. Hivi najua huyu anaelewa, haelewi. Hebu mtikise jirani yako, muulize anaelewa kweli au haelewi? Hakuna dhahabu wanangu inayoitwa dhahabu bila kupita kwenye moto George. Hebu mtikise, nilizani umekaa na mke wako, ndase mtikise mke wako kidogo. Tulipita hayo. Wakati wana mikaupako kenyewe ndo tunaona maono tu, lakini kaupako hakuna. Tukatikiswa, tikiswa. Shetani akatushinda kwenye kuachana, akaleta mauti. Najua na nene kajiwe tu. Na kuna wengine unakaa hapa natamani ufe, hata mimi shaikama ile ajiwe tu, nitaoa mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Machungu ulionayo. Na ndio maana nimewakusanya hapa pamoja na watu wengine tuombe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu hawajui kwa nini tuko hapa. Au mwingine nadhani tuko kama fashion. Na kuhakikishia mwanangu katika jina la Yesu, baada ya ibada hii hautakaa kama ulivyokaa. Inawezekana ulikaa mkao wa kawaida. Yesu nisaidie, wavushe. Yesu nisaidie, inawezekana bana mtu ana machozi hapa. Mwingine alichoka, mwingine alikata tamaa, mwingine alisema hataweza kuendelea mbele. Leo atahuishwa kwa upya kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Natamka kwa jina la Yesu aliye hai. Hata kama ulishajaribu kufa na kufa, maadamu unaishi, tunatoka na wewe. Hata kama mikwamo ni mingi kwako, tunatoka na wewe kwa jina la Yesu aliye hai. Wako watu walijaribu kujua. Mimi pia nakumbuka. Sasa ushuhuda ni mbaya kama nini. Unajua nikwambie jambo. Mheshimu sana mama yako. Amina. Na hata baba yako pia mheshimu, lakini mimi nasema kwa nafasi roho Bwana ameniambia nikwambie mheshimu sana mama yako. Amina. Aliwahi nipa story mama yangu. Kuanzia kuchukuliwa mimba kwangu, kuzaliwa kwangu, na bahati nzuri mimi nilikaa tumboni mwa mama miezi 10 sio 9. Ni wale watoto tulizaliwaga kimiujiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio kama kuna mtu anaelewa. Kuna namna ambayo naona kwa jicho la ndani. Wengine walikwisha kulaaniwa. Wengine walishakusha kufa. Yaani amekufa lakini yuko hai. Yaani wanadamu wameinuka, wameshaua kila kitu. Na inawezekana mtu wa kwanza aliyekuwa amekuua ni mama yako. Na inawezekana mwingine ulijiua mwenyewe. Kwa sababu ya ulimwengu wa roho namna ulivyoutengeneza. Leo kwa neno hili nataka tuingie kwenye maombi sasa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu nisaidie. Napigwa roba na muda, simama. Sijui tuabudu namna gani. Mama njoo mama. Peni maiki huyo mama. Natamani mama waite wa mama wenzako hapa madhabahuni. Hasa nikisema waliowahi kutoa mimba, wengine wataona aibu. Yesu nisaidie hekima basi. Sikiza, nini wa mama? Hata mimi nimekupa ushuhuda wangu. Wewe mwanamke na wewe pita huko mbele. Kwa sababu hata wewe ulifanya vitu vigumu, na hata mimi napita mbele kwa sababu na mimi nishawahi kuona tu si chochote hako katoto kafage tu. Ibada hili jambo linalofanyika inawezekana usinielewe. Wachungaji, naomba tu na nyinyi mwepo huko tayari kwa ajili ya toba.
huyu mama atupeleke kidogo kwenye lile eneo la matamko. Na uzuri mama, wewe ni mwanamke, unajua uchungu, unajua maombolezo, unajua hili jambo ninalolitamka hapa. Inawezekana kuna watu kujaribu. Unaona huyu mama, Mungu akubariki. Huyu mama alitoa ushuhuda mbaya, lakini niliupenda. Anasema yeye mtoto wake alishakumtamkia bora afe, na wewe mtoto yuko hai mpaka sasa hivi. Sijui kama akisikia wewe. Unasikia? Napenda maelfu na maelfu ya wale wampendao, lakini anapiga kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu mpaka cha nne cha watu wasiompenda na wasio na moyo wa toba. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuona mtu ameua ili apate fedha, ameangamiza wengine, amesababisha majuto na kilio kwa wengine. Sikiliza nikwambie, haya mafanikio ni laana kwenye uzao wako. Hayo mambo yanaleta laana kwenye ukoo. Hata hii nchi unayoiona, lazima niseme kweli, kama mimi watanikamata ni poa tu. Kuna mapito tunapita kwa sababu kuna damu zimemwagika ili watu wawe fulani, ili kuna watu wavuke vitu fulani, na zile damu zinalaani ardhi, zinalaani nchi, zinalaani familia. Alafu mtu akikaa mahali anasema amestarehe, yuko salama. Kiroho uko salama, hauko salama, hauko salama. Niguse, kinigusa wewe, nitakuwa salama. Wewe mama mpeni mic. Niguse, niguse, kinigusa wewe, nitakuwa salama. Okay. Najua wengine mposilo, wengine mtaomba mkiwa huko. Kuna wengine wana dhambi ya siri. Hiyo dhambi yako ya siri kaa nayo hapo, lakini ambatana na sisi kwa uaminifu. Mama, naomba nena maneno kadhaa machache tumwabudu Mungu. Wewe ndio utakuwa kinara wa kumlilia Mungu. Na wewe uliyeko huku usiombe kimzaa. Nimekupa shuhuda nyingi tu hapa, lakini leo Mungu amekupa neema kwa namna ya pekee yake. Kuna baada ya hapa malango yataenda kufunguka na utaenda kuona neema ya tofauti. Mama, karibu. Neno la Mungu linasema katika Methali 23 mstari wa 7 kwamba ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Tumeona watoto wetu wadhaifu, tumeona watoto wetu ni wajinga, ndoa zetu tumeziharibu wenyewe. Neno la Mungu katika Methali 14 linasema mwanamke mpumbavu huibomoa nyumba kwa mikono yake. Tumebomoa nyumba zetu kwa mikono yetu wenyewe. Tunawatamkia waume zetu mambo mabaya. Wakati mwingine wanatukosea, tunatamka kwa hasira. Tunajuta, wanasema hiyo mwanamume gani? Tumetamka kwa vinywa vyetu. Umesema bora nisingeolewa. Umetamka mwenyewe kwenye kinywa chako, na wakati uko kwenye ndoa Shetani amedaka hilo neno ulilotamka. Shetani analifanyia kazi hilo neno ulilotamka. Shetani amekutega. Methali 6 anasema umetegwa kwa maneno ya kinywa chako mwenyewe. Maneno yetu yamegeuka kwa mitego. Tumetegwa, tumenaswa, tumekamatwa kabisa. Sisi na watoto wetu tumekamatwa. Tumekamatwa na mabinti zetu. Tuna mabinti wanatusumbua. Tumewatamkia maneno mabaya. Tumesema laiti nisingezaa. Niliteseka bure kuzaa. Tumeona ni wenyewe. Twende mbele za Mungu wetu. Mwambie Mungu atusamehe. Mwambie Mungu akusamehe. Tumehalalisha mauti kwa watoto wetu. Twende mbele za Mungu kwa moyo wetu. Yesu turehemu. Yesu turehemu. Yesu tusamehe. Tamka kwa kinywa chako. Tamka kwa kinywa chako.
tunashuka kwako Bwana, tunashuka kwako, tunaomba kwa vinywa vyetu, tunaharibu kwa vinywa vyetu. Yesu tunaomba toba. Naomba shuka gitara solo, piga gitara solo mwanangu. Wakati wa kibodi endelea kucheza. Wasichana hapa, wasichana hapa ambao wametamka maneno mabaya kwa watu, waliojaribu kuwatafuta, waliojaribu kuambia ninakupenda, wakatamka maneno mabaya, wakatamka maneno magumu. Umekataa mchumba kwa kinywa chako, umesababisha vijana wametoa machozi, wametoa machozi kwa ajili yako. Vijana wamekulilia kwa ajili ya maneno magumu. Umejifungua mwenyewe lango la kondoo, umejifungia mwenyewe. Vijana wa kiume kuamini Bwana. Vijana wa kiume endelea kumwomba Bwana. Umetupa kitu cha ubaji, umetupa vinywa vya kufa. Vinywa vyetu vimeua watoto wetu, vimeharibu watoto wetu. Tumetamka ubaji wa watoto wetu, tumeua kesho ya watoto wetu, tumeua maono ya watoto wetu, tumeharibu kazi za watoto wetu, tumeharibu huduma za watoto wetu. Kwa vinywa vyetu tumetamka, kwa vinywa vyetu tumesema, kwa vinywa vyetu tumetamka. Adui amekamata maneno, anayefanyia kazi, yamekauka, yametupiga, yamefanyika kwa silaha katikati ya familia zetu, katikati ya watoto wetu, katikati ya ndoa zetu, Yesu tunaomba toba, Yesu tunaomba toba. Rika Bwana Saka, Rika Masaka, tangaza maneno yote, tangaza maneno yote yale aliyotamkwa, tunapeleka ndani ya Yesu na tumeandika habari zetu, habari zetu za laana, tunaachilia damu ya Yesu, tunafuta maneno, tunafuta hiyo laana, tunafuta damu ya Yesu, tunaweza kuosha hizo roho zote za laana, hizo roho za mzinzi, hizo roho za mauaji, tunazifuta kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, tunafuta sasa, tunafuta sasa, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Achilia damu yako, damu yako ya amani, damu yako ya libari, damu ya Yesu Kristo, sawa na wema, isuka kwenye ardhi, kwenye ardhi ya Tanzania, ikanene wema, ikomezwa hafara, iombengo risasi, vinavyobeba wanyama, zilizomwagika, zikanaji zote, zikanaji ziarisi, tunafuta hizo damu zinazolewa katikati ya Tanzania, isaborobosa, ilipoborobosika, isaborobosa, tunaachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu, nafuta hiyo laana, nafuta hayo matamko, nafuta hayo maneno yaliyotamkwa, tuliyotamka wenyewe, tumetamka kwa vinywa vyetu, tumetamka kwa vinywa vyetu, tumejiweka wenyewe, tumejiona wenyewe, isaborobosa, nafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, achilia rehema, achilia rehema, achilia Tanzania, achilia Tanzania. Yesu tunaomba toba, Yesu tunaomba toba, Yesu tunaomba toba, achilia rehema Bwana, achilia rehema zako, achilia huduma zako, turudie Bwana, tuko hapa Bwana, tuko hapa Mfalme. Yesu tunaomba toba, Yesu tunaomba toba, achilia maombolezo, achilia maombolezo. Tunasema ni wapate wapi? Wanaomba mstari, wanaotaka kuomboleza, achilia maombolezo, na yetu tuomboleze kwa sababu ya mauti imetupandia madirishani, iko mauti, tunaomboleza kwako Bwana, tunashuka kwako Mfalme, tunaomba uturehemu, tunaomba utusamehe, tunaomba ututakase, tuoshe kwa damu yako, tuoshe kwa damu yako Yesu,
Yesu Kristo. Ninasikia nguvu ya neema ya ndani yao. Nasikia nguvu ya neema ya Kristo ndani yao. Saa hii ndani yako nguvu ya Kristo. Saa hii ndani yako, saa hii ndani yako. Usitoke hapo ambako nasikia amani ya moyo ndani yako. Kwa ajili ya haya maombi na neema ya Kristo, nenda kuachilia msamaha. Msamaha wa dhambi tuliopata Kalvari. Msamaha wa dhambi tuliopata Kalvari. Na Yesu nilitoa Kalvari, msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Pendo kuu la Yesu. Pendo kuu la Yesu ilitosa Kalvari, msamaha uchungu kwa ajili ya damu ulizomwaga, uchungu kwa sababu ya dhambi. Na wakati mwingine ukilala kwenye ndoto mambo hayo yanakujia. Ninaona kuna wengine hizo roho zinawatesa, zinawarudia, zinawaletea kumbukumbu mbaya ndani yao, zinawaletea kumbukumbu mbaya ndani yao, na hilo jambo limekuwa likitesa moyo wako sana. Yesu Kristo alisulubiwa, aliteswa, damu ilimwagika kwa ajili ya msamaha wa dhambi. Na ita damu ya Yesu Kristo, hiyo damu, hiyo damu, hiyo damu, hiyo damu, hiyo damu, hiyo damu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu ikuondolee hatia. Usione ni kawaida. No, no. Nasikia nguvu ya neema. Hebu imba tena ile alilipa. Alilipa deni zako kwa gharama ya mauti. Yesu alilipa deni zako kwa gharama ya mauti. Akaigongomea msalabani, naye kisha kuifuta ile hati ya mashtaka yenye kutuhukumu kwa hukumu zake. Mwambie Yesu maneno haya pamoja nami. E Bwana Yesu, kwa mauti yako na kwa kufa kwako msalabani umeniweka huru mimi niliyekuwa mwenye dhambi, na kwa sababu ya dhambi nilikuwa mfu, lakini kwa kufa na kufufuka kwako hati ya mashtaka imeondolewa kwako, hati ya mashtaka imefutwa, deni la dhambi zangu limeondolewa. Na kuomba Yesu Kristo uingie moyoni mwangu sasa, uchunguze moyo wangu, uone na kujua yaliyomo ndani, na upate kunisamehe na kufungua vifungo vyote ambavyo shetani alifunga maisha yangu kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya makosa, kwa sababu ya maovu, kwa ajili yangu mimi na kwa ajili ya uzao wangu. Baba, naomba rehema, naomba toba kwa ajili yangu mimi. Uliuawa Kalvari,
ulikufa Kalvari kwa ajili yangu mimi, hukumu ya dhambi zangu Yesu ulibeba msalabani. Ninakuja kwako leo, ninaondoa kila hatia ya dhambi na makosa. Ule mzigo niliobeba leo ninautua msalabani, uliokuwa ukinitesa ninapotembea, ninapokaa, ninapolala, kila ninapokumbuka ile dhambi imekuwa ikinitesa. Yesu Kristo, leo naja kwako, naomba nirehemu, naomba nisamehe, naomba nisamehe, naomba nifanye upya leo. Ninaomba urejesho wa maisha yangu, uzima mpya Bwana, urejesho mpya wa haki zangu zilizoibiwa na kuondolewa katika jina la Yesu. Hebu kanisa, nenda mbele za Bwana kwa hayo maombi, mpaka waliokaa kule mbali na wale wanaotufuatilia mahali popote pale kwa hii ibada. Yesu achilia rehema ndani yako, kila mzigo mzito uliobeba. Yesu anasema kwa kule kupigwa kwake sisi leo tumepona. Hukumu ya dhambi zote imeondolewa. Damu ya Yesu imekusafisha, damu ya Yesu imekurisha. Naomba Bwana akufunyange kwa upya. Tunaposema katika ile Waefeso sura ile ya 2 mstari wa 6, Biblia inasema ya kwamba akatuhuisha, akatuketisha pamoja naye, kwa sababu tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, lakini Yesu Kristo akatuhuisha, akatufanya kuwa hai tena, tukaketishwa pamoja naye katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko falme, kuliko mamlaka, kuliko enzi, kuliko sultani, juu ya viti vya enzi na mamlaka za kila namna. Nenda mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya rehema zako, asante kwa ajili ya utakaso, asante kwa ajili ya msamaha, asante kwa ajili ya ukombozi, asante kwa ajili ya urejesho. Mungu ishe milele, katika jina la Yesu ninaomba achilia rehema zako, achilia nguvu mpya ndani yao, achilia roho utakaso ndani yao, juu ya kanisa na juu ya watoto wako, kwa ajili ya Tanzania na kwa ajili ya watu wake ambao adui alitupiga, adui akaharibu, adui akainua mauti, lakini kwa msamaha na kwa ajili ya rehema umetulisha Bwana, umetufanya upya Bwana, umeturejesha Bwana. Na kushukuru Yesu Kristo kwa ajili ya msamaha wa dhambi, kwa ajili ya ukombozi juu ya maisha ya watoto wako, katika jina la Yesu. Niponye na kanisa, ponya na familia, ponya nyumba zao, ondoa misiba, ondoa mapenzi, ondoa vifungo, ondoa hatia, ondoa hukumu, ondoa kila chochote kilichoinuliwa, katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Amen. Mungu akujalie neema yake. Piga hiyo vizuri. Naomba turudi tukaketi. Nimalizie ndio la mwisho. Biblia inasema katika Waefeso ile 6 ule mstari wa 12, Biblia inasema ya kwamba ingawa tunaenenda kwa jinsi ya mwili, atufanye vita kwa jinsi ya mwili. Maana vita vyetu sisi si juu ya damu na nyama,
maana vita vyetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Lakini katika Wakolosai sura ile ya 1 mstari wa 13 Biblia inasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye kuna ukombozi mwingi, yani msamaha wa dhambi. Sasa hii tunaenda kuhitimisha haya maombi. Natamani Mungu akupe neema ya kuvuka na kuingia katika nuru yake ya ajabu. Tunapoenda kumaliza ibada hii, naomba usimame mahali pale ulipo. Pastor, naomba nikukaribishe hapa madhabahuni. Mwanangu Charles, Mungu akubariki kwa huduma ulizotupatia. Sasa hii naweza nikakuruhusu kuendelea na ratiba nyingine kama una amani ya kuendelea. Sisi tunafikia tamati, lakini Yesu Kristo akutunze. Yesu Kristo akubariki na ibarikiwe kazi ya mikono yako. Mungu akufanikishe maisha yako, akupe kila njia iliyo njema, akufungulie milango ya neema na nuru katika yale mambo ambayo ni matamanio ya moyo wako. Mungu akujibu maombi yako, Mungu akutendee yaliyo mema, Mungu akainue kipawa, karama na nyota yako. Adui yeyote atakayesimama kinyume na wewe ataanguka, hatosimama. Atakayeinuka kupigana nawe, mkono wa Mungu utainuka juu yako kukupigania, na Mungu akakupe kuvuka salama, mbingu zikanene mema kwa ajili yako. Nami nakubariki kwa baraka zote za rohoni na za mwilini katika jina lake Yesu aliye hai. Kazi ya mikono yako itabarikiwa, jina lako la chaitupu likavuke mipaka, likafanikiwe, likawe jina la baraka kwenye kazi ya mikono yako, na watu wakajua ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe katika jina la Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Nimekubariki mwanangu, na uende na amani ya Kristo Yesu. Uliye hai, asante kwa ajili ya wakati Mungu uliotukusudia wanao kuwepo katika hekalu lako hili takatifu. Asante maana Bwana ulituandalia muujiza huu kwa neema yako takatifu, si kwa akili wala maarifa yetu kama wanadamu. Katika ratiba zako za kimbingu ulijua tutakuwepo sana majira haya, Bwana, mahali hapa. Mungu wetu, asante, kimbilio letu, msaada wetu na nguvu zetu. Asante, tunakutukuza Mungu, tunakuja kwa sadaka zetu, mioyo yetu na nafsi zetu tunazimimina kwako Mungu wa majeshi, tukiambatanisha na sadaka za fedha ambazo Mungu pamoja na vitu mbalimbali ambayo tunakuletea wewe Bwana kama shukrani zetu kwako kwa yale ambayo Mungu umetutendea. Daudi mtumishi wako alinena akasema, nimrudishie nini Bwana kwa yale yote aliyonitendea? Akasema, nitakipokea kikombe cha shukrani cha wokovu na kulitangaza neno lake. Nasi Mungu tunakuja mbele zako, hatuna chochote cha kukurudishia kwa ukombozi ambao Mungu umeachilia mioyoni mwetu, kwa uponyaji ulioachilia mioyoni mwetu, zaidi ya kukushukuru Bwana na kuendelea kutangaza sifa zako. Bariki kila mmoja anayekwenda kukutolea, ambaye amejiandaa kwa ajili ya sadaka, kwa ajili ya kanisa lako, katika jina lako takatifu. Kwa ajili ya sadaka hiyo Bwana, naenda kumkemea kila aharibuye katika kazi za watoto wako, katika ajira zao, katika maduka yao, katika biashara zao, katika mashamba zao. Roho za uharibifu ninazikataa, hazina nafasi kabisa, bali damu yako Mungu ikaendelea kunena mema kwa kila mmoja, na sadaka hii Bwana ikaendelea kuwepo